Ziko tabia mbalimbali ambazo zinaweza zikayafaidisha maisha yako na nyingine zinaweza zikayaumiza maisha yako. Ziko tabia mbalimbali ambazo zinaweza zikakubeba na nyingine zinaweza zikakuua. Ziko tabia mbalimbali ambazo zinaweza zikawa na faida kwako na nyingine zinaweza zikawa na hasara kwenye maisha yako. Uzuri wa tabia inatengenezwa, tabia inajifunzwa. Tabia inatoka kutoka kuwa tendency, habits, au habits zinakuja tendency zinakuja kuwa behavior. Kwa hiyo unaweza ukashughulikia kuibadili tabia, kuibadili iondoke au kuibadili iwe promoted, itengenezwe iwe bora zaidi. Inawezekana. Leo nataka nikupe tabia tiba 3 zitakazokupa afya siku zote kwenye maisha yako. Tabia tiba 3 zitakazokupa afya siku zote kwenye maisha yako. Kwa nini nimeziita tabia tiba? Kwa sababu ni tabia ambazo zinaweza zikawa dawa ya kukutibu. Ni tabia ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako kwa kuleta uponyaji au matibabu kwenye maisha yako. Sasa kabla sijakupa hizi tabia tiba 3, ni vizuri ni kuhakikishia ya kwamba hizi tabia zimetumiwa sana na wababu zetu na bibi zetu na wahenga wakati wa hamna teknolojia ya afya ya medical, ya uponyaji wa kidaktari na kinesi na mahospitali kuwa mengi kama sasa. Na utakubaliana mimi, wazee wetu huko zamani wameishi maisha ya muda mrefu kuliko sasa hivi. Teknolojia imebadilika, mambo ni mazuri, lakini watu wanakufa zaidi kuliko zamani. Watu wa zamani wameishi muda mrefu zaidi kuliko sasa hivi. Walitumia hizi tabia tiba. Na kitu kingine na cha msingi natamani ujue ni kwamba kushindwa kushindwa kuendana au kuishi kufuatana na tabia tiba hizi kuna husiana na kuwa chanzo kikubwa cha msongo wa mawazo na magonjwa mabaya na ya kutisha kwenye maisha yetu. Ukiweza kuishi kwenye tabia hizi, utaepukana kwa kiasi kikubwa sana na tabia na magonjwa ambayo yanaweza kuhusiana na magonjwa ya kitabia au magonjwa ya lifestyle, na afya yako itakuwa bora wakati wote. I assure you, I am a witness. Mimi ni shahidi. Utaishi maisha ya afya. Tabia ya kwanza au tabia tiba ya kwanza, jifunze kulala usingizi wa kutosha. Jifunze kulala usingizi wa kutosha. Shirika la Afya Duniani lina recommend mtu mzima, an adult, kulala kuanzia masaa 6 mpaka 8 mara kwa mara. Inawezekana ukashindwa kila siku, lakini mara kwa mara, consistently, frequently, itahidi kulala vya kutosha. Tafuta video niliyozungumza kuhusu athari za kutokupata usingizi wa kutosha. Utakuja kugundua nimeweka kule tafiti zilizofanywa na watu wengi. Wanazungumza madhara ya kiafya, ikiwemo changamoto za moyo, changamoto za ubongo, changamoto za mifupa. Nenda kaangalie kule kwa watu wanaolala usingizi mdogo uliopungua mara kwa mara. Na nilikwambia kwenye video zile, tafiti hizi zimefanywa kwa watu wanalala masaa 6 kushuka chini. Bahati mbaya watu wengi wanaochelewa kulala wanafikiri ndio uganga, ndio ungangari, ndio mwamba. Itakusaidia sana kwenye maisha ukiweza kulala usingizi wa kutosha. Quality sleep, usingizi bora. Na mara nyingi nimezungumza usingizi bora unategemea pia unalala wapi, unajua usingizi bora unategemea pia unalala wapi. Yaani kwenye hilo eneo unalala pakoje, panaweza pakakufanya ukakosa usingizi mzuri wa kutosha na usingizi bora. Tabia tiba ya pili, jifunze kunywa maji ya kutosha. Maji ya Kilimanjaro. Jifunze kunywa maji ya kutosha. Maji yawe masafi. Unapokunywa maji unasaidia figo zako, unasaidia mifumo yako ya kiafya kukaa vizuri.
jitahidi kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji mara kwa mara. Usinywe maji kwa sababu una kiu. Kunywa maji kwa sababu una dehydrate. Kunywa maji kwa sababu unataka kuondoa ukosefu wa maji mwilini mwako. Ukishasubiri kiu, umeonyesha mwili wako unakwambia nime dehydrate, nahitaji hydration, nahitaji kuloweshwa. Usifike huko. Na usinywe maji kwa sababu umetoka jasho sana. Hapana. Kunywa maji. Unapotoka jasho sana unaongeza kiwango cha maji, lakini maji yawe sehemu ya maisha yako. Itakusaidia sana kuepukana na magonjwa na matatizo ya mwili. Mara nyingine unaumwa kichwa bila wewe kujua, kumbe umekosa usingizi wa kutosha au mwili wako hauna maji. Tabia tatu ya mwisho na tabia tiba ya mwisho, fanya mazoezi mara kwa mara. Fanya mazoezi mara kwa mara. Sizungumzi mazoezi ya mara moja, mara mbili kwa mwezi, mara 3 kwa mwaka, marathoni 2 kwa mwaka. Hapana, I'm not talking about that. Nazungumza kuhusu mazoezi ya mara kwa mara. WHO, shirika la afya duniani, wamerecommend, ambayo ndio mimi naitumia hiyo formula, kwamba ili uweze kuepuka magonjwa ya lifestyle, hakikisha unafanya mazoezi kwenye siku 7 za wiki, angalau mara 2 mpaka mara 3. Maana yake siku 2 mpaka siku 3. Na katika hizo siku 2 mpaka siku 3, dakika 20 mpaka dakika 30, 20 to 30 minutes. Itakusaidia sana. Mazoezi yana faida. Nenda angalia video nilizungumza faida za mazoezi. Andika Chris Mauki mazoezi. Angalia faida zake, zikiwemo kwenye tendo la ndoa, zikiwemo kwenye sexuality yako, masculinity yako, feminine yako, hisia zako, homoni zako, na nyingine nyingi nimezungumza. Ni tiba wewe kufanya mazoezi mara kwa mara. Inakusaidia hata kwenye anti-aging. Watu wanaofanya mazoezi mara kwa mara wazeeki kipuuzi. Kuna mtu ni mtu wa 90 na kitu, lakini kama babu, kama bibi, utafikiri ana wajukuu, kachoka, kaisha. Tabia hizi tiba 3 zitakusaidia kwenye maisha yako. Lala usingizi wa kutosha, kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi mara kwa mara. Utanishukuru baadaye. Naitwa Dr. Chris Mauki.